Kwa majina anaitwa Othman Hassan Mambo, ni mkazi wa Nyeburu, kata hii ya Buyuni, wilaya ya Ilala, jimbo la Ukonga, mkoa wa Dar es Salaam. Napenda kumzungumzia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ambaye ni rais wa awamu ya 6 katika taifa hili la Tanzania. Mengi ameyafanya katika nchi hii, lakini hususan katika kata yetu hii ya Buyuni yako mengi kama Mheshimiwa Rais mteule wa kike ambaye amebarikiwa kutoka kwa Mungu ameyafanya. Tukija katika upande wa miundombinu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia Suluhu Hassan yako mengi sana ambayo ameyafanya katika kata hii ya Buyuni, hususan katika miundombinu ambako ameweza kutupatia barabara ya ndani katika mtaa wa Taliani unaounganisha mtaa wa Nyeburu na mtaa wa Taliani, ambao ametupa kipande cha lami kutoka Taliani barabarani mpaka miti mirefu. Lakini vile vile ukizungumzia katika upande huu wa miundombinu, ameweza kuingia mkataba ya DMDP ambao ni mradi mkubwa ambao huo utaenda kujenga barabara kutoka Kigezi pale barabarani, ambao utaenda kuunganisha njia 4 ambayo itatokea Mbondole na kuweza kutokea Majoe ili kuendelea na safari ya kutokea mjini. Ukiangalia miundombinu mpaka hapo, Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana. Lakini bado Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano hakuishia hapo. Ameweza kutuongeza vyumba vya madarasa vya watoto katika shule ya Nyeburu, shule ya Taliani, lakini pia ameweza kuleta shule ya sekondari sehemu ambayo kulikuwa kuna mazingira tata sana ya upatikanaji wa elimu. Nako ni Kigezi chini, ambako kumejengwa shule ya sekondari ambayo ni mpya kabisa, ambayo hiyo itachukua wanafunzi kutoka katika mitaa miwili, mtaa wa Kigezi, lakini pia itachukua wanafunzi kutoka mtaa wa Buyuni. Ukiangalia hapo, Mama Samia hakuishia hapo. Kwenye upande wa elimu ameweza kuipandisha shule ya Nyeburu kutoka kwenye hadhi ya kuishia form 4 na kuja kupata form 5 na form 6. Kwa hiyo hayo ni matunda ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameyafanya. Lakini hakija kwenye miundombinu ya maji, lipo tenki kubwa ambalo linajengwa Bangulo, ambalo hilo linachukua kilomita za maji mengi, ambayo kama mradi ule ukikamilika, basi kuanzia Pugu, Chanika, Buyuni yote itakuwa imeondoka katika uhaba wa maji. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatupenda sana sisi vijana katika taifa hili, na kupitia hilo ameona haitoshi, akatuletea mikopo ya halmashauri, ambayo mikopo hiyo ya halmashauri kuna mikopo ya vijana, kuna mikopo ya walemavu, kuna mikopo ya kina mama. Hiyo ni kazi kubwa ambayo inafanywa na Mheshimiwa Rais. Lakini bado katika kuendeleza utaifa ameleta zoezi la siku 10 ya upatikanaji wa kitambulisho cha NIDA, ambapo zoezi hilo akiratibiwa na viongozi madiwani katika kata zake wameweza kulifanya katika vizuri, na leo hii mimi nikiwa kama mwananchi nipo katika ofisi ya kata kuweza kupata haki yangu ya msingi ya kitambulisho cha NIDA. Kwa hiyo tuweze kumpongeza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kazi kubwa na nzuri ambayo imetukuka ambayo anaifanya katika nchi hii. Sisi kama vijana hatuna la kumwambia Mheshimiwa Rais zaidi ya kumshukuru na kumuombea dua Mungu amweke katika miaka yake hii 5 mpaka sasa aliongoza taifa letu. Hakika ni vijana tunajivunia uwepo wake, na Mungu akipenda ampe shufaa, ampe umri mrefu, waambie kabisa kama Buyuni tunampenda, lakini Tanzania tunampenda. Lakini cha mwisho na kumalizia, sisi kama vijana ndio tunu katika taifa hili. Tunapaswa kuilinda na kuitunza amani ambayo Mwenyezi Mungu ametubariki, amani ambayo Mungu ametuachia kutoka kwa mababu mpaka kwa mababu. Hivyo nitumie fursa hii kuambia vijana wenzangu wote tuliokuwa nchi ya Tanzania, tuilinde na kuitunza amani yetu ambayo tumeasisiwa na wazee wetu.